Asante sana. Habari za mchana. Kwa majina naitwa Faith Buhu kama ambavyo nimetambulishwa na Mr. George. Ni mkurugenzi kutoka GSM Foundation. Nadhani wengi wenu mnaifahamu GSM Foundation ni taasisi tanzu ya GSM Group of Companies ambayo kimsingi imeanzishwa kwa ajili ya kuwezesha jamii ya Watanzania na kurudisha back to our community baada ya kuwa tumefanya biashara. Leo kama ambavyo amesema George, nichukue nafasi hii kwanza kuwashukuru wote kwa kutokezea kwenye press conference hii. Kwa kweli kimsingi hata kama mazuri tunayafanya kiasi gani, bila nyie waandishi wa habari kutusaidia kupaza sauti na kuijulisha jamii yetu nini tunafanya kwa umoja wetu, itakuwa ni kazi bure. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa ujio wenu. Mara baada ya kusema hayo, pia niwashukuru Wape Tabasamu Foundation na kuwapongeza kwa kazi nzuri sana ambayo wamekuwa wakifanya for the last 5 seasons. Kama ambavyo nimekuwa nimesema, GSM Group imekuwa ikiwa ni partner wao or rather sponsor wao kwenye misimu iliyopita, lakini kipekee mwaka huu hatuingii tu kama sponsors, lakini tunaingia kama partners. Na moja ya tukio kubwa ambalo tutalifanya leo ni kutia saini makubaliano yetu ya kufanya kazi kwa pamoja, kwa Kiingereza wanaita Memorandum of Understanding. Lakini pia tutapata wasaa wa kusikia partnership yetu kwa mwaka huu inaenda kukava nini kwenye msimu huu wa Wape Tabasamu 2026. Kama ambavyo mnafahamu na kama ambavyo George amekuwa akisema, foundation hii Wape Tabasamu Foundation wamekuwa wakifanya hizi charity match ama mechi za hisani kwa ajili ya kurudisha na kusupport jamii ya Watanzania katika makundi mbalimbali. Kwa mwaka huu ningependa kutangaza rasmi partnership yetu sisi GSM Foundation na Wape Tabasamu Foundation inalenga katika maeneo makuu mawili kimsingi. Eneo la kwanza ni kusapoti sekta ya elimu, na mahususi najua sekta ya elimu ni pana sana, ina mahitaji mengi sana, lakini sisi kwa partnership yetu ya mwaka huu tutajikita zaidi katika kusupport sekta ya elimu kupitia usafi wa mazingira, kwa maana ya kujenga vyoo vya mashuleni ambavyo vina facilitate mahitaji ya wanafunzi maalum, ama kwa namna nyingine tunaita watoto wenye ulemavu. Moja ya changamoto ambayo tumeitambua katika sekta ya elimu ni kwamba kuna uhaba mkubwa sana wa miundombinu ya vyoo katika shule. Shule nyingi zinakuwa na watoto wengi, lakini ukilinganisha na matundu ya choo ambayo watoto wanatumia, imekuwa ni changamoto sana, kitu ambacho kimekuwa kikipelekea baadhi ya watoto especially wa kike katika zile siku zao za mwezi kuwa hawaendi shuleni na ku drop katika matokeo yao. Kwa hiyo moja ya initiative ambayo tutafanya safari hii ni kuhakikisha kwamba tunajenga vyoo 4 katika shule ambazo tutazi-identify zina uhitaji, na kila choo kitakuwa kina matundu 12 na kitakuwa kina facility ama kina miundombinu ambayo inawawezesha watoto wa kike, lakini pia watoto wenye ulemavu. Lakini katika sekta hiyo ya elimu pia tunatarajia kutoa madawati 200. Takwimu zinaonyesha sasa hivi katika shule nyingi za serikali watoto wengi dawati moja wanakaa watoto kati ya 4 na zaidi. Kwa hiyo ili tuwapate nafasi nzuri ya kujifunza, wawe comfortable mashuleni, tutatoa takriban madawati 200 katika shule ambazo zina uhitaji. Lakini pia tutatoa vifaa vya kujifunzia kwa maana mabegi, madaftari na vitu vingine kadhaa kwa watoto zaidi ya 1500. Sasa hiyo ni kwa upande wa education ama sekta ya elimu. Lakini eneo lingine ambalo tutaliangazia ni eneo la uwezeshaji wa kiuchumi kwa kundi la wanawake na hususan mamalishe. Tutawaangalizia kwa namna gani kimsingi tutakuwa tuna support initiative ya matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa kundi la mamalishe zaidi ya 200. Nadhani wengi wenu mnafahamu kwamba nishati safi imekuwa ni moja ya agenda ya serikali yetu chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Amekuwa akipambania sana kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira, na moja ya kufanya hivyo ni kupitia matumizi ya nishati safi. Kwa hiyo na sisi tunaunga mkono jitihada za serikali kwa kuhakikisha kwamba tutatoa majiko pamoja na mitungi ya gesi kwa lengo la kuwatoa mamalishe kwenye matumizi ya nishati chafu kwenda kwenye nishati safi. Kwa hiyo tutawapatia mamalishe 200 hayo majiko pamoja na mitungi ya gesi, lakini pamoja na hayo tutawaongezea mitaji ya biashara
ili kuhakikisha kwamba biashara zao zinakuwa na wanaweza kujikimu kiuchumi. Ukitoa hapo, kuna element nyingine ambayo tutaizungumzia ambayo kimsingi ni wote tunafahamu kwamba mwaka 2027 sisi tutakuwa ni wenyeji wa AFCON. Sasa kwa sababu hilo ni eneo la kimichezo na mimi sio mtaalamu, nitamwachia mwenzangu George atakayezungumzia zaidi, lakini kuna mambo mazuri ambayo tumeandaa kwa ajili ya kupromote AFCON 2027, sisi Tanzania tukiwa kama one of the hosts ama wenyeji wa AFCON, wa tournament hiyo ya AFCON. Lakini pamoja na hayo, labda nichukue nafasi hii pia kuzungumza pamoja na kutoa wito. The only way tutaweza kufanya haya yote ni kwa kuchangisha fedha. Kuna fedha ambazo tuko nazo za kuanzia za kutuwezesha kukusanya fedha, lakini kimsingi vitu vyote hivyo ambavyo nimevitaja vinahitaji fedha, rasilimali fedha ambazo nyingine tutatoa sisi GSM Foundation kupitia GSM Group of Companies, lakini nyingine tutahitaji kuchangisha kutoka kwa wadau mbalimbali ikiwemo serikali, lakini pia na sekta binafsi. Kwa hiyo wadau wote pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo, ama kwa Kiingereza tunaita development partners. Kwa hiyo kwa umoja wetu tutakuwa na strategies mbalimbali ama mikakati mbalimbali ya kukusanya fedha ama kuchangisha fedha kutoka kwa jamii, na hususan haya makundi ambayo nimeyataja, ili kutuwezesha kufanya hizo initiatives mbalimbali ambazo zinalenga kusaidia jamii yetu ya Tanzania. Na namna ambayo tutafanya hivyo, tutawa approach ama tutawafuata wadau mbalimbali kwa namna tofauti tofauti. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kutoa wito kwa wadau wa serikali, kwa maana ya wizara mbalimbali, lakini serikali kuu pia, lakini taasisi mbalimbali za serikali. Lakini pamoja na hayo pia nitoe nafasi hii kutoa wito kwa makampuni binafsi ama sekta binafsi. Jamani, tutawafuata, tutazungumza na nyinyi, tutawaelezea malengo yetu ya umoja wetu na namna ambayo tunataka turudishe kwenye jamii yetu ya Tanzania, na hopefully mtatuunga mkono.